Naam, kama tunavyofahamu kwamba siku ya jana msanii wa Singeli Meja Kunta alimpoteza mama yake, kwa maana ya kwamba mama Meja Kunta alifariki dunia siku ya jana. As we know kwamba kuanzia jana taratibu za msiba, as we know kwamba Meja Kunta ni Muislamu, so taratibu za msiba ziliendelea tangu jana mpaka leo. And of course siku hii ya leo Meja Kunta pamoja na baadhi ya wasanii wa Singeli pamoja na wasanii wengine na comedians na watu wengine maarufu pamoja na wananchi waliweza kufanikiwa kuweza kumpumzisha ama kupumzisha mwili wa mama Meja Kunta kule Tandika. Kama tunavyofahamu kwamba msiba ulikuwa Temeke, and of course Meja Kunta pamoja na waombolezaji wengine walifanikiwa kuweza kumpumzisha mama Meja Kunta katika makaburi ya Tandika kule Temeke. Sasa Meja Kunta amezungumza ni nini haswa sababu ama chanzo mpaka mama yake kuweza kukutwa na mauti siku hiyo ya jana. Meja Kunta anasema kwamba mama yake alifariki ghafla, kwa maana ya kwamba alipata mshtuko tu akaanguka. Alizuino kwamba mama yake Meja Kunta, kwa mujibu wake, anasema kwamba yeye alikuwa ni mfanyabiashara wa samaki, so alikuwa anafanya kazi za kusafiri na alikuwa haumwi kabisa, na yeye kwa mujibu wake anavyosema hakuwahi kumshuhudia mama yake akiwa anaumwa. Yani kwenye ukuaji wake yeye hakuwahi kumshuhudia mama yake akiwa anaumwa wala kumuona mama yake akiwa anaumwa. So hata alivyoambiwa kwamba mama yake amepata mshtuko, anakuambia ilikuwa ni kitendo cha dakika kama 20 tu, na alikuwa tayari zile dakika zilitosha kabisa kuweza kuchukua uhai wa mama yake. Meja Kunta anamuelezea mama yake kama miongoni mwa mashabiki zake wa kwanza, yani wale die hard fans wa kwanza kabisa, kwa sababu unakuta kwa mujibu wa Meja Kunta anasema kwamba akitoa wimbo yeye mama anakuwa proud na mtoto wake, anaenda kusikiliza nyimbo za mtoto wake na akiwa na marafiki zake, so anazicheza nyimbo zake. So yeye anasema kwamba amepoteza mtu wa muhimu sana na itakuwa ni pengo ambalo kiukweli halitozibika. And of course kama unavyoona hapo ni Meja Kunta akiwa anampumzisha mama yake. So kiukweli ni pigo kubwa sana kwa msanii huyu wa muziki wa Singeli Meja Kunta, and of course ni pigo pia kwa mashabiki zake na wengi ambao wanamfuatilia kwa ujumla. Kuna listi ya watu maarufu ambao kama awali nilivyokuambia kwamba kuna watu maarufu ambao waliweza kufika pale msibani. Tunaweza kuona msanii wa Singeli Dula Makabila, msanii mwenzake wa Singeli, lakini pia alikuwepo D Voice ambaye unaambiwa huyu ni rafiki yake. As we know kwamba huyu ni rafiki yake wa muda mrefu sana, and of course leo ndo tumeweza kufahamu kwamba mama yake D Voice pamoja na marehemu mama Meja Kunta walikuwa ni marafiki, kwa maana ya kwamba walikuwa ni BFF kwa sababu walikuwa wakisaidiana vitu vingi sana. So tumeweza kufahamu kwamba urafiki wa D Voice pamoja na Meja Kunta ulianza kitambo, kuanzia wazazi wao walivyokuwa marafiki, basi na wao wakaendeleza urafiki kupitia wazazi wao. And of course Alikamwe, msemaji wa klabu ya soka ya Yanga, lakini pia Privadinho, wote hao pia nao waliweza kufika msibani. Mama Dangote, Juma Lokole nao pia waliweza kufika msibani. Of course ni watu wengi sana, watu maarufu wengi waliweza kufika msibani kwa ajili tu ya kuweza kumpa pole Meja Kunta. Kwa niaba ya Bobezi TV tuweze kutoa pole kwa Meja Kunta kuweza kuondokewa na mama yake mzazi. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe.